Karibu sana mtazamaji wa channel ya Bayo Media. Karibu popote pale ambako unaitazama channel hii kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo hii leo kupitia channel yetu pendwa kabisa ya Bayo Media. Kupitia channel hii ya Bayo Media unajipatia taarifa mbalimbali ambazo zimeweza kujiri kuna mitandao ya kijamii, habari za udaku, habari za burudani, michezo, siasa na habari za kijamii. Yote haya unaweza kujipatia channel hii ya Bayo Media. Bana, leo tuko na story ambayo siri imefichuka baada ya Gigy Money kuruhusiwa hospitalini. Mashabiki wafunguka, kumbe ilikuwa keki tu wala alikuwa haumwi. Ila wasanii. Anyways, mambo yamekaaje? Niweze kukusogezea kabisa ile story ambayo imekuwa ni gumzo toka siku zilizozo kupita kuhusiana na Gigy Money, msanii huyu wa kizazi kipya kunako tasnia ya muziki wa Bongo Flava kulazwa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili kwamba yeye ni mgonjwa. Sasa kumbe bwana unaambiwa ilikuwa ni kiki. Tuna story iko hivi. Ni msemaji wa hospitali ya taifa ya Muhimbili Alex Makaro ambaye amethibitisha kupokelewa kwa mgonjwa ambaye pia ni mwanamuziki wa Bongo Flava Gift Stanford Gigy Money aka hospitalini hapo. Na ameweza kuzungumza sasa msemaji wa hospitali hiyo Makaro na kueleza kuwa kwa sasa msanii huyo ameshapewa ruksa, hivyo hawezi kuzungumza chochote kumhusu yeye. Nipite na nukuu kidogo hapa. Anasema taarifa ni za kweli, alikuwa anahudumiwa Muhimbili lakini tayari amesharuhusiwa leo, kwa hiyo siwezi kuzungumzia chochote juu yake. Hayo alikuwa ni maneno ya kwake Makaro ambaye ni msemaji wa hospitali hiyo ya Muhimbili. Lakini pia mtazamaji, ikumbukwe kuwa siku ya Jumatano ya wiki hii iliyopita, kwa maana kwamba Juni 18, kulizuka taarifa kwa msanii huyo amejeruhiwa vibaya na yupo katika chumba cha watu mahututi. Lakini uongozi wa msanii huyo bwana uliweza kukanusha vikali mno kuhusiana na taarifa hizo. Lakini pia nipite na nukuu kidogo hapa ambayo amezungumza kwamba kwanza kuna habari ambayo inasambaa kwamba msanii Gigy Money anaumwa. Ni kweli anaumwa na anahitaji maombi yenu kwa sana. Na anahitaji maombi yenu kwa sasa hivi. Na pia kuna wanaompigia simu na kwenda katika vituo vya afya mbalimbali, kwani hapo awali kuna voice note ilikuwa ikisambaa kwamba yupo Goba au Masana. Hayupo huko kote. Hiyo ni taarifa ambayo ilikuwa ni kipengele kidogo tu ambacho kinaelezea na kukanusha taarifa mbalimbali kuhusiana na msanii huyo. Lakini pia uongozi huo umetoa pongezi na shukrani kwa madaktari wa hospitali mbalimbali zilizojitahidi kuweza kumpatia matibabu msanii huyo. Na nipite na nukuu kidogo hapa kunako ile taarifa ambayo iliweza kutolewa na uongozi huo. Anasema walijitahidi sana kumsaidia mpaka alipofikia hatua ya kupelekwa Muhimbili, na pia tunapenda kuwashukuru madaktari na hospitali zote zilizojitahidi na kumpokea kipenzi cha wengi. Tuseme Mungu ni mwema. Ni taarifa hiyo ambayo ilieleza kuhusiana na kwamba afya yake inaendelea vizuri. Na hata hivyo pia uongozi huo umekanusha taarifa zinazosema chanzo cha msanii huyo kuumwa ni mara tu baada ya kupigana na kuweza kupigwa. Nipite na nukuu hapa. Anasema ni kweli Gigy anaumwa lakini hajapigwa wala kupigana, kwani habari inayosambaa mitandaoni kwamba kapigana au kupigwa iweze kupuuziwa. Huu muda unahitajika uweze kupata faraja, amani na mapumziko. Yupo kwenye kupambania maisha yake. Ilikuwa ni taarifa ya uongozi wa msanii huyo Gigy Money ambayo pia iliweza kueleza. Sasa mara tu baada ya aliyekuwa akifuatilia kwa ukaribu kabisa maendeleo ya msanii Gigy Money kufunguka kuwa wameruhusiwa na Gigy Money ameshindwa kuzungumza na waandishi wa habari, kumeweka wazi sasa ama kuweka wazi nini kilikuwa kinamsumbua. Kumeweza kuibuka sasa uvumi kunako mitandao ya kijamii kwa baadhi ya mashabiki kusema kuwa huenda Gigy Money bwana alikuwa muongo, haumwi, anatafuta kiki tu mitandaoni, au labda alikuwa pengine anafanya tangazo kama ilivyokuwa mwanzo tu. Maana kuna kipindi fulani hivi ilikuwa hivi ilionekana kama kalazwa, kumbe alikuwa anafanya tangazo kwenye moja ya hospitali iliyopo jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo hata hii taarifa ya hivi karibuni inaonesha afika kwamba huenda imeandaliwa ili tu kutengeneza kiki mitandaoni. Maana mpaka sasa hakuna ambaye anajua kilichokuwa kinamtesa msanii huyo Gigy Money kilikuwa ni kipi. Yani ugonjwa ambao umekuwa ukimsumbua kwa muda mrefu hadi kulazwa, hakuna anayejua. Kwa hiyo inaonyesha fika kuwa waliweza kutengeneza taarifa za uongo mitandaoni ili basi waweze kutrendi, au labda hata huenda kuna nyimbo ambayo wanakaribia kuiachia
Na hii imekuwa ni kawaida kwa baadhi ya wasanii kuweza kutengeneza haya ili waweze kutrendi mitandaoni. Hata kipindi fulani hivi Shilole alidanganya watu kwamba kajifungua hospitalini na lilitrendi sana, kumbe alikuwa anaachia wimbo. Kwa hiyo ni kawaida sana ya wasanii, ila mashabiki wameweza kusema kwamba si vizuri ama si jambo jema. Inakuwa wanashtua watu, maana wao mashabiki wana mapenzi ya dhati na wasanii wao. Sasa kwa hivyo vitendo ambavyo vimekuwa vikijitokeza ama wamekuwa wamevifanya vya kutengeneza kiki mitandaoni vinawafanya mashabiki washindwe pia kuwafuatilia wasanii ambao wanawapenda, kushindwa kufuatilia maisha ya wasanii wao siku ambazo wanaweza kuumwa kweli na ikachukua kama mazoea kiki zao za kitoto, basi inakuwa haipendezi na mambo kama hayo. Bana, nini maoni yako kwako mpenzi mfuatiliaji wa channel yetu ya Biomedia? Unadhani ni kweli Gigy Money anaumwa au ni kiki tu ameweza kutengeneza ili waweze kutrendi kwa muda? Labda mtu anaona amepotea kwenye game, anafanya jambo ile trend, baada ya hapo maisha mengine endelea. Drop comment yako kwako chini hapo. Hii ni mara tu baadaye kutoka na kushindwa kuzungumza na waandishi wa habari na uvumi kuvuma kwamba inawezekana hakuwa anaumwa ila ni kiki ambazo zilitengenezwa. Hii ni channel ya Biomedia, subscribe mtazamaji kwa ajili ya kuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa za kwetu pale ambako tunakutumezea hapa katika channel hii ya Biomedia. Langu jina ni Official Rosely. Uwe na wakati mwema.